Namba 8 sasa tunasema ni nguvu ya mafanikio, nguvu na mafanikio, the power. Hekima ya namba 7 sasa inapewa majaribio ya ulimwengu wa mali. Namba 8 inasimamia nguvu, inasimamia uongozi wa juu, inasimamia fedha, inasimamia uwezo wa kufanikiwa, inasimamia uwajibikaji mkubwa. Ni frequency ya mkurugenzi mkuu anayehifadhi mali, biashara na rasilimali za dunia kwa uadilifu. Sasa ukisoma kwenye kitabu hiki bila mafunuo, unaweza ukawa unashangaa kwamba sasa ni kweli tunahangaika na maisha ni magumu, lakini lazima tupate utambuzi wa kutufanya sisi tuweze kuwa na maisha mazuri. Ni kweli watu wanasema kuchinja, lakini mimi sina ng'ombe za kuchinja. Ni kweli watu wanasema niende kwa APM nikachinje. Ni kweli wakina Manyanda wanasema hivi na hivi, lakini wanachajisha 100,000. Vipi nikaenda kujiunga afu nikashindwa, nikawa nimejiunga na mafilimaso na vyao vingine ambavyo havielewi? Ndio maana mkombozi wa kweli ni maarifa ambayo unayapata kwenye kichwa chako, uwe na uhuru nayo. Mimi sikufungi mahali popote, ni kitu ambacho nakwambia tu, ukichukue usikichukue ni wewe. Ni wewe mwenyewe, kwa sababu mimi hapo silazimishi mtu kuelewa. Mimi najipigia zangu tu makelele, mtu ukielewa usielewe, sawa? Ni wewe sasa uko na maisha yako, ukielewa, usipoelewa, ukiona vikufai na nini, sawa? Sasa namba 8 tunasema ni nguvu na mafanikio. Sasa mtu akiona kwamba mimi namba yangu ni namba 8, basi mimi ni utajiri. Basi anajua kwamba mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri, lakini lazima, kama nilivyokuelezea, lazima uweze kujua sheria namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 7, namba 4. Ukijua mpaka namba 7 ndio unaweza kujua namba 8 jinsi inavyotenda. Namba 8 ni kitu gani? Baada ya kwamba umeshazihilisha kwamba kilichokuwa kimehifadhiwa humu ni kitu fulani, si umeelewa? Basi sasa tunasema ni hekima. Unakuwa na hekima, ule uhakika, ule uhakika. Yani sasa wewe unakuwa na uhakika. Nachukulia mfano wa ulikuwa unajifunza habari ya muziki, unajua kupiga kamba inalia, unakuja kujifunza kuipangilia, kushikashika na hivi kutengeneza mdundo. Watu wakakwambia bwana, muziki huo unatengeneza hali ya hewa fulani. Hapo nyumbani nakwambia, jamaa unajua kupiga ngoma, ni ngoma ukipigaga hiyo ngoma mimi najisikia vizuri. Mimi najisikia vizuri vibaya mno. Nitaka nisahau na kitu kingine. Umewahi kusikia kwamba zile ngoma zingine za kuamsha majini zile? Kwa hiyo unaweza ukapiga ngoma namna fulani ikaleta uamsho. Yaani ngoma tu zile, muziki fulani ukaleta nishati ya uamsho, na kile kilicholala kikaamka. Jini lililokuwa limelala kwenye mwili wa mtu linaamka na linaanza kuongea kupitia yeye. Halo, ni mambo magumu ambayo nayaongea kwa uwepesi. Ni mambo magumu na ni mambo makubwa nayaongea kwa uwepesi. Yote yani kutoka kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Mambo yao utaona sio ya ajabu pale ambapo unakuwa umekisoma kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Na kama umekisoma na kupongeza, endelea na hatua nyingine. Na kama hujanunua kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, na kusihi ukinunue kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo ili uweze kuwa bora zaidi. Ili uweze kuwa bora zaidi na uendelee na maisha yako huko. Yaani uendelee na maisha yako huko, nayo kae ufundishe watoto wako, ufundishe ndugu zako, uweze kuokoa watu kwenye mambo madogo yanayokuwa yanakuta. Sasa namba 8 tunasema kwamba sasa umefuzu, umeshakuwa umejua kutengeneza hali ya hewa fulani. Basi hapo sasa sisi tunaweza kukuchukua tukakupeleka hata Ulaya ukatengeneza hiyo hali ya hewa. Kwa hiyo ni ule uhakika. Na kwetu kukupeleka kule unaenda kupata hela, kwani tunakubeba bure. Ndio hiyo tunayosema kwamba ni nguvu ya mafanikio. Yaani huna wasiwasi na unachokifanya kwa sababu unakijua. Unajua kabisa kwamba nikichukua hiki na hiki na hiki na hiki nikichanganya napata hiki, una uhakika. Ndio namba 8. Namba 8 ni uhakika. Sasa uhakika unaleta fedha. Kwamba bwana mimi nataka unifanyie kazi hii na hii na hii. Okay, hiyo kazi una uhakika nayo. Maana unajiamini, unapata ile nguvu ya kwenda kufanya, kwenda kuumba kwa kutumia mikono yako. Kwa namba 8 ni uhakika, ni nguvu ya uhakika, na uhakika unaleta fedha. Kama fedha yenyewe ilivyokuwa fedha. Hivi wewe unajisikiaje ukiwa na fedha? Ulivyo na uhakika na mambo. Unaweza kusema, mimi naweza nikakupiga na nikakulipa. Utanifanya nini? Wewe nipeleke kokote kule. Pesa ndio kila kitu. Yaani pesa ilivyo vile, yani uhakika. Unajua uhakika? Pesa inaleta mtetemo wa uhakika, nishati ya mtetemo wa uhakika. Yaani sijui unanielewa.
Sijui unanielewa. Kwani namba 8 ni uhakika kwamba okay, nimeshapangilia, nimeshadhihirisha kwamba hichi kitu ukipangilia hivi na hivi ukifanya hivi ndio kinakuwa hiki. Sasa baada ya kujua kwamba ndio ni sasa hicho hiki ndio unaanza kuvizalisha vingi. Kwa kama ni Coca-Cola, umepewa formula ya Coca-Cola, umeichukua Mwanza, ukaenda Ruvuma, ukaenda kuchanganya changanya hizo kemikali ukapata ni Coca-Cola. Baada ya hapo kinachofuata sio kuzalisha tena chupa moja, ni kuanza kuzalisha chupa nyingi, abundance, chupa nyingi. Na zile chupa utaziuza, si za uhakika ni Coca-Cola, ni uhakika ni Coca-Cola, unaziuza. Ndio namna hiyo uwajibikaji, uwezo wa kufanikiwa, uwajibikaji mkubwa. Wewe mwenye kitabu ukurasa wa 157 ukifungua utakuta nimeandika hivyo. Hekima ya namba 7 sasa inapewa majaribio kwamba sasa wewe hapa tumesha kufundisha umenandi. Nenda sasa ukafanyaje? Ukaperform, nenda ukaperform na nenda ukawafundisha wengine. Kwa sababu unapo perform watu watapenda kile unachokifanya, watapenda kuwa kama wewe. Nenda kawafundishe wengine. Umeshakamilika. Umeelewa hicho kitu? Umeelewa hicho kitu? Hapo ndo ulikuwa na kijana ile. Kwa sasa lazima uhakika ule, lazima mtu upambanie kwanza uhakika ndio uanze kufanya mambo. Ukienda kichwa bila kumaliza sheria, bila kufuata sheria, ndio unapigwa za kicha. Sheria ni zile zile. Ndio hivyo ndivyo ilivyo. Kwenye ukurasa wa 157 wa kitabu cha Mitetemo ya Kiroho imeandika hivyo kuhusiana na namba 8 kwamba namba 8 ni nguvu na mafanikio. Nikaweka kwenye mabano the power. Nikasema hekima ya namba 7 sasa inapewa majaribio ya ulimwengu wa mali. 8 inasimamia nguvu. Inasimamia uongozi. Nguvu tunasemea ujasiri ule na nguvu ya, yani si unaelewa, uongozi wa juu. Inasimamia fedha. Uwezo wa kufanikiwa, uwajibikaji mkubwa, ni frequency ya mkurugenzi mkuu anayehifadhi mali, biashara na rasilimali za dunia. Sasa tuje tuangalie namba 9 kwenye voice nyingine. Namba 9 na nihitimishe majibu ya kwako wewe Mr. Athman Mrisho. Nakumbuka mara mwisho ulinunua kilikuwa kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Na kusisitiza uendelee kukisoma na usiache kuuliza pale ambapo unakuwa haujaelewa ili kuweza kupata mafunuo mazuri kama haya. Kwa mtu ambaye ndo anasikiliza sauti hii, anaweza asielewe ninachokiongea. Lakini kwa Athmani anaweza akapitia na akaelewa hichi kitu kwa nini nakiongea hivi kutokana na kwenye kitabu. Anaweza akakielewa vizuri. Kwa kama hujakipata kitabu ni vizuri ukaangalia jinsi unavyoenda. Kama unakuwa nimeongea hapa umepata maswali, unauliza vile vile. Lakini nikikujibu nikikwambia nenda kwenye YouTube hicho kitu nimekiongelea. Chukua muda nenda kajifunze, kwa sababu kwa kupuuzia hicho utapata gharama kubwa ambazo hicho kilichokufundisha pale kinaweza kukusaidia. Kwa mfano masuala ya uchawi. Ukiwa na kitabu cha Mitetemo ya Kiroho utaelewa vitu vidogo vidogo hivi vya uchawi jinsi vinavyofanya kazi na utaona ni vya ovyo ovyo. Yaani hata majini haya si majini, mtu hata kutisha kwa sababu unaelewa jinsi vinavyofanya kazi. Hata kama ukijua like, unaelewa vinavyofanya kazi. Unaelewa sheria za asili, unazielewa. Mtu atakutisha, babu yako alikuwa ni mchawi, sio na nini. Alafu kuna wengine, nitoe lie, kuna wengine wao wanaambia kwamba nenda kafuata mizimu ya kwenu, sio nini. Sasa niwape tahadhari. Unapoenda kuamsha mizimu ya kwenu, kama mizimu ililala na low frequency, maana yake sasa unaenda kuamsha low frequency. Kitakacho kutokea wewe unakuwa mchawi. Unakuwa na chuki, husda zinakuvaa. Kama ni low frequency zilikuwa za umaskini, za malalamiko, za nini, zile vitu vinakuvaa. Kwa sasa usiende kuamsha nishati tu ili mradi unaamsha bila kujua. Tunasema kwamba tangu kizazi na kizazi, tangu kale na kale, mababu zako wapo mababu ambao walikuwa ni wema kwenye maisha yenu. Sasa unapopanda kwenye high frequency unaungana na mababu ambao ni wema kwa upande wako tu. Lakini unaposhuka kwenye low frequency unaungana na mababu ambao wana low frequency, na ulimwengu wa kiroho huwa unaasili kweli kweli ukiungana nao. Kwa hiyo ni hatari kwenda kufanya kitu ambacho ukielewi. Mtu asikwambie nenda kaamshe nishati za ukoo na nini na nini. Sio kila mtu kwao kuna nishati ambazo ni safi. Nishati nyingine ni chafu, nishati nyingine ni safi. Sasa unapoenda kuziamsha hizo nishati lazima wewe unafahamu hivi vitu. Sio umeelewa? Hii kitu alinipa mganga mmoja. Kwa wakati ule sikumuelewa. Nilimsimulia hizo habari akaniambia usijaribu kuamsha mababu zako wa hivi karibuni. Wewe pambana tu na huyo wa jina lako. Ndio kila kitu kwenye maisha yako. Usiende kuamsha kwa sababu walishakuwa wachafu, kiwaamsha watakuzuru. Ndio alichoniambia. Sikuwa naelewa kwa wakati huo, lakini baada ya kupata elimu za mitetemo na elimu zingine hizo fanikiwa kupata kwa elimu mbalimbali, nikafahamu hilo.
akili yangu ikaniambia bwana ndio hivyo. Wewe mwenyewe akili yako itakwambia kwamba alichokuwa anakisema ndio vile. Na unaweza kuwa hata mwalimu, unaweza kuwa muongeaji vizuri, na unaweza kuwa unafundisha vizuri mambo ya kushinda hata mimi kwa kadiri ya ufahamu wako na uelewa wako. Huenda wewe unaelewa vizuri kabisa kushinda hata mimi, lakini kutokana na kwamba ndio hivyo, labda hujaamsha kumbukumbu zako, unakuwa unaona labda mimi naongea, labda si naongeaje, unakuwa unajua mwenyewe. Ngoja nije nielezee namba 9 nihitimishe.